بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tutaendelea inshallah kwa tawfiki ya Allah na darasa ya mustalah alhadithi katika kitabu cha Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani cha Nuzhat an-Nadhar, ambacho tulikuwa tumeanza mwaka uliopita ama tuseme kabla ya Ramadhani, na tuendelea polepole madamu kwa sababu tulikuwa tumeikatiza kwa ajili ya Ramadhani au hata kabla ya hapo. Inshallah Mungu atujalie taufiki mara hii tu simamisha madarasa haya kwa haraka. Naam, kwa kadri yani ya uwezo inshallah. Naam. Taban kwa waliokuwa wakifuatilia, sisi tulikuwa tumeeleza ama tumeingia katika aina za as-saqt, yani la ilaha illa Allah, hadithi ambazo kuna kuporomoshwa katika sanadi, na tukawa tumeeleza hadithi ambazo ni mursali, na tukawa tumeeleza hadithi ambazo ni muallaqi. Aina ya kwanza tulioeleza ilikuwa ni katika muallaq, sio? Kisha tukaeleza mursal, kisha sasa tunataka kuingia katika aina nyingine. Hapo tulikuwa tumefika katika ibara ya Sheikh asema rahimahullah, walqismu thalith min aqsami as-saqt min al-isnad in kana bi ithnain fasa'idan ma'a at-tawali fa huwa al-mu'dhal. Naam, na aina ya tatu ya kuporomoka katika sanadi, katika sanadi yasema in kana bi ithnaini fasa'idan, ikiwa ile sanadi ya hadithi waporomoshwe watu wawili au zaidi, majina mawili au zaidi, in kana bi ithnaini au yani fasa'idan, ikiwa ni kwa watu wawili au zaidi, ma'a tawali, pamoja na kufuatana, yani ile sehemu moja ya sanadi kuporomoshwa watu wawili. Yani mfano, Zaidi anapokea kutoka kwa Amri, anapokea kutoka kwa Bakri, anapokea kutoka kwa Abu Bakar, anapokea kutoka kwa Umar, anapokea kutoka kwa Uthman, anapokea kutoka kwa Ali. Sasa Zaidi alipokea kutoka kwa Bakri akapokea kutoka kwa Amr, ama Zaid amepokea kutoka Amr, Amr akapokea kutoka kwa Bakr. Baada ya Bakr mpaka kwa Abu Bakar kulikuwa na watu wawili ambaye yeye Amr amefanya nini, amewaporomosha, au watu watatu ambao yani Amr aseme sami'tu fulanan am fulani, yani atumie neno fulani, yani manake asimtaje yule mtu nani, au sami'a Aba Bakrin, yeye aseme fulan sami'a Aba Bakr. Kwa hivyo ameporomosha ima watu wawili au zaidi, watu wanne, watano, wa sita. Basi hii inaitwaje? Yasema shekhe, fa huwa al-mu'dhal. Basi hiyo inaitwa nini? Inaitwa mu'dhal. Hadithi aina hii inaitwa nini? Mu'dhal. Tamam. Na kilugha, idha u'dhila al-amru ay ishtadda wa sa'aba. Kitu ukisikia yani u'dhila, kitu kimefanywa i'dhal, yani kina i'dhal, neno hili kilugha maana yake ishtadda, imekuwa ni ngumu. Sawa? Sasa ndio ikafananishwa ikatumika neno hili fakaannahu sa'aba al-ilmu bilqabuli au ar-radd. Yani basi ni kama ambaye hadithi hii imekuwa ngumu kujulikana, je, itakubaliwa au itarudishwa, itakubaliwa au itakataliwa, hadithi aina hii ambayo ni mu'dhal. Sawa? Kisha pia jambo jingine ambalo shekhe hajaashiria ni kuwa hadithi ama riwaya yoyote haitoitwa mu'dhal isipokuwa ikinasibishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani leo mtu atapokea riwaya kisha ainasibishe kwa sahaba, hata kama itakuwa katika sanadi kuna watu wawili watatu hawajafanya nini, hawajatajwa kwa kufuatana,
Hata kama itakuwa kuna watu wawili watatu katika sanadi hawajatajwa kwa kufuatana, basi hadithi ile haitwi ama riwaya ile haitwi mu'dhal kwa ajili haijanasibishwa na nani? Na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa? Aya, asema shekhe, wa illa fa in kana saqtu باثنين غير متواليين في موضعين مثلا. Sasa hii mu'dhal tumeeleza kuwa ni kule kuporomoshwa kwa sanadi, kule kuangushwa kwa baadhi ya majina kwa sanadi kuwe kunafuatana, yani majina mawili yako sehemu moja yanafuatana, au matatu yako sehemu moja yanafanya nini, yanafuatana, wa hakadha. Sasa ikiwa si hivyo, sasa wa illa, yani ikiwa si hivi, yani hakuna kufuatana, wa illa ay in lam yakun kadhalika. Fa in kana saqtu biithnaini ghairi mutawaliyaini, ikiwa kule kuangushwa katika sanadi ni kwa watu wawili lakini ghairi mutawaliyaini, si kwa kufuatana, yani ziko sehemu tofauti tofauti, fi mawdhi'aini, yani manake katika sehemu tofauti mbili. Asema mathalan, huni mfano, fa huwa almunqati', basi hiyo inaitwa nini? Munqati'. Hadithi hii inakuwa ni munqati', yani la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Mfano lau rawi, sisi tumepokea Zaidi amepokea kwa Bakr, kumbe Zaidi mwenyewe hakukutana na Bakri, kwa hivyo yajulikana moja kwa moja Zaidi ameangusha mtu pale. Kuna mtu yani hakutajwa pale baina ya Zaidi na Bakr. Kisha Bakr amepokea kwa Amri, lakini uhakika yani amemtaja Amri yeye, kuna mtu mwingine hajafanya nini, hajamtaja. Kwa hivyo Zaidi kuna mtu hajamtaja, na Bakri pia kuna mtu hajafanya nini, hajamtaja. Kwa hiyo ni watu wawili wameporomoshwa, lakini hawajaporomoshwa katika sehemu moja. Hii haiitwi mu'dhal, hii inaitwa nini? Munqati' kwa kauli ya shekhe hapa. Kisha asema shekhe, wakadha insagata wahidun fagat. Naam, na vile vile akiporomoka mtu mmoja peke yake, au akthar min ithnaini, au la ilaha illa Allah, au akthar min ithnaini, au zaidi ya watu wawili, lakinahu bi sharti adami tawali, lakini hii ni kwa sharti ya kusiwe na nini, kusiwe na kufuatana. Wakiporomoka watu wawili kama tulivyoeleza mfano, ikiwa hawajafuatana basi inaitwa nini? Munqati'. Hii ni rai ya Al-Hafidh Ibn Hajar, yani amejalia kuwa munqati' ni qasim, yani hu ja'ala al-munqati'a qasiman li baqi, yani lil mursal wa lil mu'dhal, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, wa lil mu'allaq, hu ja'alahu hakadha, amejalia hivi, yani ameweka kama ambaye hivi vigawanyo, ama amejalia munqati' ni kigawanyo kama vile ambavyo mursal ni kigawanyo, kama vile ambavyo munqati' ni kigawanyo. Lakini wengi katika maulama wanasema la, munqati' kihakika ni aam, yani ni pana kuliko vile vigawanyo vingine. Yani hivi vote vigawanyo vingine vinaitwa munqati', yani mursal inaitwa pia munqati', muallaq pia inaitwa munqati', mu'dhal pia inaitwa munqati'. Hii ndio kauli ya baadhi ya maulama, lakini yeye Ibn Hajar ametaka la, kuwa munqati' ni tofauti na mu'dhal, ni tofauti na mursal, ni tofauti na nini, na muallaq. Hiyo ni khilafu baina wanazuoni wa mustalah. Asema Sheikh rahimahullah, thumma inna as-sagta min al-isnad qad yakunu wadihan yahsulu al-ishtiraku fi ma'rifatihi. Kisha sasa yeye katika huku kuporomoka kwenye sanadi, sasa atakuja azungumzie kadhia nyingine. Ashazungumzia kule kuporomoka, sasa asema kisha hii huku kuporomoka katika sanadi, yani kuwa mtu ameporomosha jina fulani katika ile sanadi, asema qad yakunu wadihan, inaweza kuwa iko wadih sana, inajulikana sana. Yahsulu al-ishtiraku fi ma'rifatihi, yani yahsulu al-ishtiraku, yani inakuwa kunakuwa na ushirikiano katika kuijua, yani kila mtu yajua kwa hadithi hii bwana kuna mtu ameporomoshwa katika sanad, hadithi hii kuna mtu ameporomoshwa katika sanad, kila mtu anajua, hata yule ambaye si msomi sana. Asema kakauni rawi mathalan lam yu'asir man rawa anhu. Hii mfano wake, asema ni iwe mfano kakauni rawi, iwe yule alopokea mathalan, mfano lam yu'asir, hajaishi na nani? Lam yu'asir man rawa anhu, hajaishi na yule ambaye amepokea kutoka kwake. Yani mfano Zaidi yule alopokea kwa Bakr, Zaidi amepokea kwa Bakr, tukiangalia Zaidi mezaliwa mwaka mfano 150, Zaidi amezaliwa mwaka 150 baada ya hijra, sawa? Vile Imam Shafi, mfano Zaidi amezaliwa miaka 150 baada ya hijra, na yeye amepokea kwa nani? Kwa Bakr. Huyu Bakr imekufa mwaka 149. Tunajua hawakukutana, kwa hivyo Zaidi hajaishi na Bakri. Sasa iweje apokee kwake? Moja kwa moja inajulikana kuwa hapa Zaidi amefanya nini? Ameporomosha mtu mmoja, hiyo haina wasiwasi kabisa, sawa? Sasa asema hii ni wadih,
kuwa hapa kuna mtu ameporomoshwa katika sanadi, yani lazima itakuwa Zaidi amesikia kwa mtu mwingine ambaye amesikia kwa nani? Kwa Bakar. Kwa hakadha asema shekhe, au yakunu khafiyan, yani ameanza thumma inna sikta min al-isnadi qad yakunu wadihan au yakuna ish au yakunu khafiyan, na inaweza kuwa kule kuporomoka pia ni nini? Ni khafi, yani kumefichika. Fala yudrikuhu illa al-a'imma al-hudhag, yani ikiwa imefichika fichika ile kule kuporomoka, yani maana yake hatoidiriki, hatoijua ama hawatoijua isipokuwa wale maimamu wale wa kuchambua mambo kwa ndani, wale ambao ni werevu sana, wale ambao wana elimu sana katika elimu hii. Al-hudhag al-muttali'una, wale ambao yani al-muttali'una ala turuqil hadith, wale ambao wameona, wamepitia, wanajua njia nyingi za hadithi. Wa ila al-asanid ala turuq al-hadith wa ila lil-asanidi, yani wao wanajua njia za hadithi na pia wanajua ila za nini? Za sanadi. Hawa ndo wataweza kujua kuwa hapa bwana kuna nini. Hawa peke yao ndo wataweza kujua kuwa hapa katika sanadi hii kuna sagti, yani kuna mtu ameporomoshwa. Hiyo ni aina ya pili. Asema Sheikh, fal awwal, ama hiyo aina ya kwanza, ile sagti aina ya kwanza aliyosema kuwa ni wadhih, asema wa huwa al-wadhih, na hiyo ni wadhih yudraku biadami talagi, hiyo inajulikana moja kwa moja ikiwa wale watu wawili hawajafanya nini? Hawajakutana. Yudraku biadami talagi baina rawi wa shaykhihi, yani inajulikana hii ya kwanza, ina kwanza inajulikana kwa kupitia nini? Ikiwa yule alopokea na shekhe lake hawajakutana, bikaunihi yani kwa namna gani? Kwa namna ambayo kwamba lam yudrik asrahu au adrakahu lakinnahuma lam yajtami'a. Ikiwa huyu alopokea hakupata asri ya nani? Ya yule shekhe lake, yani kwa yule aliyomtaja kwa amepokea, yani kama mfano Zaidi hakuishi na Amri, hakuishi zama moja, hii inajulikana moja kwa moja. Au adrakahu, au wameishi pamoja, lakinnahuma lam yajtami'a, lakini wao wawili hawakufanya nini? Hawakukutana. Yajulikana huyu ameishi Baghdadi na huyu ameishi wapi? Madina, hawakukutana. Sasa iweje huyu apokee kwake? Sawa. Nasema walaysat lahu minhu ijaza wala wijada. Asema la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, walaysat lahu minhu ijaza wala wijada, na huyu mtu huyu ambaye sasa anapokea hana kutoka kwa yule shekhe lake ijaza, hajapewa ijaza yoyote, hata kama ni ya kuandikwa akatumia ijaza, wanashika nimekupa ijaza wewe upokee kitabu changu fulani ama upokee hadithi zangu ambazo ziko kwenye kitabu fulani, ile ni ijaza. Hana ijaza wala wijada, wala hakupata chochote, hakuna kipato chochote, yani hakupata. Nini maana wijada? Wijada ni min anwa'i tahammul, yani la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Atahammul ni ile kule kuwa wewe una haki ya kupokea hadithi ama umepokea hadithi. Kwa hivyo anwa tahammul ziko aina nyingi, yani wewe ukitaka kupokea hadithi waweza kupokea imma uketi mbele ya shekhe usome ama yeye asome, kwa namna zozote wewe utaitwa umepokea. Hiyo ni min anwa tahammul. Sasa wijada ni min anwa tahammul, lakini ni katika aina za tahammul, yani aina ambazo kidogo ni tofauti na kule kumsikia shekhe ama wewe kusoma kwa shekhe. Wijada nini? Wijada ni yule mpokezi aje apate kitabu cha hadithi kimeandikwa na yule shekhe mwingine kwa khati yake. Amepata mfano Zaid na Amri. Zaid anataka kupokea kwa Amr, sawa? Amr ndo shekhe, Zaid ndo mpokezi. Sasa aje Amr ameandika kitabu sami'tu an fulan an fulan an fulan an fulan anna nabiyya qala kadha kadha kadha. Sawa? Aje Zaidi kile kitabu akipate. Yeye kumbuka Zaidi hakukutana na nani? Hakukutana na Amr. Wameishi wakati mmoja, lakini Zaidi hakukutana na Amr. Lakini akaja akapata kitabu chake. Akipata kitabu chake, akaona hii ni khati yake na ana hakika hii ni khati yake, basi ataweza kupokea. Akasema, an fulan, yani aitwaje huyo? An Zaid. Zaid sasa anasema an Amr. Pamoja na kuwa yeye hakumsikiza wala hakusoma kwake. Hii ni min anwa'i tahammul ambayo inaitwa nini? Inaitwa wijada. Sasa hii wijada ndo hapa shekhe yasema, yani lau ingekuwa kuna wijada basi haina neno. Maana akasema la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, lakini ulama walaysat minhu ijaza wala wijada. Ikiwa hana wijada na hana ijaza kutoka kwake, moja kwa moja yajulikana kuwa huyu Zaidi akiwa atapokea hadithi na asitaje mtu, amtaje Amr moja kwa moja, tutasema hii hadithi hii
kuna mtu ameporomoshwa na Zaidi. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Kwa sababu hakukutana na Zaidi. Yani Zaidi hakukutana na Amr. Ama yani hakuishi wakati wake, ama hata kama ameishi wakati wake hawakukutana, na pia hana ijaza kutoka kwake na hana wijada. Sawa? Naam. Na hii wijada asili yake mutaqaddimuna ilikuwa hawaikubali. Yani arriwaya bil wijada wingi katika mutaqaddimina ilikuwa wanakataa. Yamnauna arriwaya bil wijada. Yani mtu kuja kusema la ilaha illallah muhammadur rasulullah, mimi nimesoma katika kitabu cha shekhe fulani kwa khati yake, yani ile haifai. Hii ilikuwa ni rai ya nani? Ya mutaqaddimina. Alwijada ghair maqbula inda almutaqaddimin. Lakini mutaakhiruna walikuwa wanakubali. Mutaakhiruna wengi walikuwa wanakubali arriwaya bilwijada. Naam. Na tukisema mutaakhirina hatumaanishi watu wa zama hizi au watu wa miaka 600 iliyopita, la. Hawa ni hata kabla ya kina Imam Ghazali katika hadithi. Mutaqaddimuna mutaakhiruna ni wale waliotangulia, mutaakhirina ni wale waliokuja baada ya asri alkitaba takriban, ama asri yani at-ta'lif. فالمهم asema shekhe, wa min thumma ihtija ila tarikhi. Sasa kutokana na hii sasa ikawa inahitajika kuwe na nini? Tarehe. Tujue tarehe za maimamu hawa tofauti tofauti, tujue huyu amezaliwa wapi, amekufa wapi, ameishi lini. Hii ikawa inahitajika. Kwa sababu gani? Litadhammunihi tahrira mawalidi ruwati. Kwa sababu hiyo tarehe inabeba yani tutaweza sisi kutokana na hiyo tarehe tutaweza kuhakikisha mazazi ya nani? Ya wale wapokezi wa wafayatihim, na kufa kwao, wamekufa lini, wamezaliwa lini, wa awqati la ilaha illallah, wa awqati talabihim wa irtihalihim, na wakati wa kutafuta hadithi kwao, yani ule wakati ambao ni umri gani walikwenda kutafuta hadithi, ni mwaka gani walikwenda kutafuta hadithi, wa irtihalihim, na kusafiri kwao. Sasa tukishajua ile tarehe tutajua moja kwa moja huyu Zaidi kumbe kihakika hakukutana na Amri. Lakini tusipojua tarehe, yani kwamba rawi mmoja fulani aitwa Zaidi amepokea kwa Amri, wewe hujui Zaidi amezaliwa lini, ameishi wapi, ameanza kutafuta elimu lini, hujui Amr ameanza kutafuta elimu lini, ameishi wapi, hutojua kama huyu Zaidi labda hajawahi kukutana na nani? Na Amr. Sio? Kwa hivyo ikawa inahitajika hii tarehe. Ndio utaona wanazuoni wa hadithi mara nyingi, sio mara, yani ikiwa mtu ni mwanachuoni wa hadithi, basi wale ruwati anajua amezaliwa wapi, amekufa wapi, amesoma wapi, amesoma kwa shekhe gani. Yani ni haraka wamehifadhi kama namna ambavyo sisi wengine tumehifadhi Fatiha. Naam. Asema shekhe, waqad iftadaha aqwamun idda'u ar-riwayata an shuyukhin dhahara bit-tarikh kadhibu da'wahum. Naam. Asema na kuna watu wamefedheheka. Waqad iftadaha aqwamun, na kuna watu wamefedheheka, idda'u riwaya, ambao walidai nini? Walidai kuwa wamepokea an shuyukhin, kutokana na mashekhe fulani. Dhahara bit-tarikh kadhibu da'wahum, imedhihiri kwa kupitia ile tarehe, imedhihiri nini? Urongo wa madai yao. Naam. Kwa hivyo baada ya kujua tarehe tukasema kumbe huyu fulani alisema yeye amekutana na fulani, ama amesema amemsikia fulani, kumbe ni nini? Ni mrongo. Moja kwa moja hadithi zile zinafanya nini? Zinakataliwa. Naam. Kisha asema shekhe, wal qismu thani wa huwa al-khafiy al-mudallas, wa huwa al-khafiy al-mudallas bi fathi al-lam. Hii inshallah itakuja kesho. Yani manake leo tumeashiria ama tumezungumzia as-sagt ikiwa ni wazi. Sasa inshallah darasa itakayokuja tutazungumzia as-sagt ikiwa imefichika, al-khafi imefichika. Sasa manake tulisema ziko aina mbili, as-sagt ziko aina mbili ambayo inajulikana na kila mtu, na ile yani na watu wengi, na ile ambayo imefanya nini, imefichika. Inshallah tutaipitia yani katika darasa inayofuata. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.